Nasikitika sana kama upinzani hautakuja kushindana na sisi. Unajua una raha ya kuwa na mfumo wa vyama vingi vya siasa. Ndio ningekuwa ni wakili na mimi ningeomba na ningekiaga chama changu kwenda kumsaidia Tundu Lissu ashinde kesi. Tathmini ya utekelezaji wa ilani katika jimbo la Simanjiro, nataka niseme imefanyika kwa namna ambayo sijawahi kuiona mwenyewe kwa miaka mingine 10 niliwahi kuwa mbunge, miaka 5 ambayo nilikatisha kwenda kuwa mkuu wa mkoa na msemaji wa chama, na miaka mingine ambayo nina kumbukumbu nayo vizuri. Na nikisema na kumbukumbu, mimi ni mwenyeji kidogo duniani kwa kiasi fulani, kwamba nimekuwa kiongozi wa chama na jumuiya kuanzia awamu ya pili ya uongozi wa taifa wakati wa Mzee Ali Hassan Mwinyi, na baadaye awamu zilizofuata ya hayati Mzee Benjamin Mkapa, Mheshimiwa Kikwete, Magufuli na sasa wakati wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nataka niseme ilani ya uchaguzi kwa jimbo la Simanjiro imetekelezwa kwa kiwango cha kuridhisha. Moja, tuna mradi mkubwa sana uliofanikiwa kuleta maji. Kama unavyojua, ufugaji wa Simanjiro unaishi katika nyanda kame. Tuna mradi worth wa bilioni 42 ulioleta maji kutoka kata ya Loiborsoit, kilomita takriban 50 kutoka chanzo cha maji na kuleta makao makuu ya wilaya na kusambaza katika kata zinazozunguka makao makuu ya wilaya, kwa maana ya kata ya Orkesmet yenyewe, kata ya Langai, kata ya Ndonyengijape, na sasa mradi unakwenda katika kata ya Ruvremiti na kata yenyewe ya Loiborsoit ambako maji yalichukuliwa kama chanzo cha maji. Huu ni mradi mkubwa ambao hatuwezi kupuuza. Lakini mradi mwingine mkubwa sana ni mradi tena wa maji wa kupeleka katika maeneo ya kata ya Mererani, kata ya Ndiamtu na kata ya Naisinya na Shambarai. Ninatarajiwa kupelekewa maji soon, lakini hizo kata zingine mbili nilizotangulia kutaja na kata Uljoro na Mbarano zimekwisha pelekewa maji masafi katika ule mradi wa zaidi ya bilioni 500 wa jiji la Arusha, kwa sababu moja ya chanzo inatokea karibu na wilaya ya Simanjiro. Lakini mradi mwingine mkubwa sana ni tuta la msitu wa Tembo ambao una gharama zaidi ya shilingi bilioni 7, ambako ni kujenga tuta la kilomita 2 na kutengeneza makalafati ambayo magari madogo kama cruiser yanaweza yakapita chini, ili kuruhusu maji ya mto huo Kikuletu yaweze kupita katika chini ya tuta hilo lililojengwa, na kwamba lami inajengwa kilomita 2 za tuta, lakini kilomita 2 za lami zaidi, ambayo sasa itasaidia kata hiyo ya msitu wa Tembo, kata ya Ngorika na kata nyingine za jirani ambazo ziko upande wa kaskazini na magharibi na kusini mwa eneo hilo la msitu wa Tembo. Lakini ukila leo ina sekondari. Nilipokuwa narudi tena kwenye ubunge juzi, niliacha kata 3 zilikuwa mwanzoni hazina sekondari. Juzi tumerudi tena katika awamu ya Dr. Samia, tumefanikiwa kujenga sekondari zingine 3 katika kata zile 3 ambazo zilikuwa hazina sekondari, kwa maana ya kata ya Ndonyengijape, kata ya Langai na kata ya Kitwai. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, tumefanikiwa pia kuongeza sekondari nyingine katika kata ya Naberera, kuwa na sekondari 2 kwenye kata ya Naberera, na kwenye kata ya Naisinya tunazo sekondari 2. Hizo nazungumza za serikali, sizungumzi za private. Na sasa tunakoelekea sasa ni kuendelea kuongeza kidato cha 5 na cha 6 katika shule mbalimbali za kila tarafa, lakini kuendelea kuongeza sekondari ziwe zaidi ya 1 kwa kila kata. Kwa hiyo kuna maendeleo makubwa kwenye sekta ya afya, sekta ya elimu, kwenye miundombinu ya barabara. Kama nilivyosema, tunatarajia barabara kubwa inayotoka Arusha inayotuunganisha sisi Arusha, Simanjiro, Kiteto na Kongwa, ambayo ilikuwa kwenye mpango wa EPC Plus Finance. Tunategemea kuanza kujenga kilomita 70 kutoka Mbauda Arusha kuja Losunyei, ambayo itakuja kuishia kwenye kijiji cha Tarat. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Karibu. Na kanda iliyopo ni kanda ya kaskazini. Muda mrefu sana imekuwa ni kanda ambayo inasemekana kwamba ni ngome ya upinzani kwa kiwango kikubwa. Mwaka huu unakwenda kwenye uchaguzi, tayari wapinzani wakuu wa kwenu kwa Chadema wamesema hawatoshiriki uchaguzi kama hawatopata ile mabadiliko. Unaona utakuwa uchaguzi wa namna gani kwa upande wako wewe? Mimi nitasikitika sana kama upinzani hautakuja kushindana na sisi. Unajua una raha ya kuwa na mfumo wa vyama vingi vya siasa. Ndio maana halmashauri kuu ya taifa ya CCM mwaka 92 iliamua kutoa nchi kutoka mfumo wa chama kimoja kwenda kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hata leo mimi ningekuwa ni wakili na mimi ningeomba na ningekiaga chama changu kwenda kumsaidia Tundu Lissu ashinde kesi, na mtamani sana angekuja kugombea na Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu sio tishio. Yaani kimsingi nikwambia hivyo, hawezi kuwa tishio kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo mimi nafikiri wapinzani wangetakiwa wakae sasa, watafakari namna ambavyo watakuja kushiriki. Wasiache kushiriki uchaguzi. Wakiacha kushiriki uchaguzi ni kwamba sawa, wana hiari ya kushiriki au kutokushiriki, lakini sisi raha tungepata mshindani ndio tungeweza kufurahi zaidi. Najua
tungefurahi zaidi. Na Chadema sasa sijui Chadema ipi tunagombea nayo, kwa sababu naona baadhi wameshameguka kwenda Chauma, mara nasikia kuna wengine wanataka kwenda ACT, mara wengine wanataka kwenda wapi. Lakini nasema kwa jina lolote watakalokuwa nalo, mimi ningewashauri waungane, waje washindane na CCM ili nchi hii iendeleze mfumo wa vyama vingi vya siasa hata ndani ya bunge na maeneo mengine. Tabu ninayoiona tu ni kwamba wamechelewa. CCM imekwisha jiandaa, siku zimekwenda, na sioni namna wanaweza kushawishi kuwini mioyo ya Watanzania wakaacha chama kilichowaletea mafanikio makubwa haya ya miaka hii 5 iliyopita. Unaona kama ndio kifo cha upinzani? Naam. Unaona kama ndio kifo cha upinzani? Unajua chama cha siasa kikishaanza viongozi wakuu wakaanza kuparaganyika, wakashindwa kukaa faraga na kukosoana ndani, ujue chama hicho cha siasa ndio kimekwisha anza safari ya kuelekea kwenye kifo. Dalili za chama kilichoanza safari ya kuelekea kwenye kifo chake ni chama kukosa umoja miongoni mwa wanachama, chama kukosa demokrasia ndani ya chama chenyewe, chama kuwa na watu ambao kukosa kusimama katika misingi ya kuasisiwa kwake. Kwa hiyo unajua unapounda chama cha siasa lazima kiwe na itikadi, lazima kiwe na imani, lazima kiwe na malengo, madhumuni. Ikikosa hayo ambayo yanaunganisha wale wanachama, then hicho chama kwa kweli ni kwamba kitakuwa hakijaundwa kinavyotakiwa. Leo mimi ukiniuliza CCM inaamini nini? Sisi tuna imani kuu 3 tu. Binadamu wote ni sawa. Imani yetu ya pili, kila mtu anastahili heshima, kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake. Imani yetu ya 3, ujamaa na kujitegemea ndio njia pekee ya kujenga jamii ya watu walio huru na sawa. Na kwa maana hiyo, kwa kifupi ni kwamba ni chama kinachothamini misingi ya utu, haki na usawa. Lakini malengo yetu yako 19, hata ungeniamsha usiku nitakueleza. Ahadi zetu nitakueleza, na kwa sababu ninaamini katika misingi hiyo. Kwa mimi nasema imefika wakati Tanzania iwe na vyama ambavyo vimejengwa katika misingi yote ya chama cha siasa kilicho makini, chenye matarajio ya kuliongoza taifa. Na siri ya kwanza, lazima kukubali kuwa na mambo ambayo the do's and the don'ts. Lazima muwe na miko na lazima muwe na makubaliano kwamba sisi tunaamini hiki, tusimamie hicho. Mheshimiwa Mbunge, pamoja na yote ambayo umesema na yote aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini tumeona katika jimbo lako kumekuwa na migogoro mingi ambao nyie ndani ya Chama cha Mapinduzi ukiwa unatumiwa kuleta wajomba, shangazi katika nafasi mbalimbali ili waweze kukupitisha wewe, na mambo haya yamesemwa hadharani. Wewe kama mtuhumiwa ambao unasemekana kwamba umeleta wajomba na shangazi wengi sana kama wajumbe, kulikoni mheshimiwa? Nadhani nilimsikia bwana siasa mmoja mchanga alipokuwa akizungumza kwamba mfumo uliokuwekwa wa kupiga kura za mkutano mkuu wa wilaya au wa jimbo ulikuwa unaruhusu watu kuingiza wajomba, shangazi na nini. Lakini nadhani la kwanza CCM haiwezi kuingiza, haina nafasi ya kuruhusu mtu kuingiza watu kwenye uongozi kwa misingi ya nasaba. Chama cha Mapinduzi kina katiba. Chama cha Mapinduzi kina kanuni ya uchaguzi, kina kanuni ya maadili na uongozi, ina kanuni ya uteuzi wa wagombea katika vyombo vya dola. Kwa hiyo habari ya kuweza kuruhusu watu kuingia kwa mlango huo, mimi nadhani, na yule bwana sidhani kama alilenga kuninyosha mimi kidole, alitoa maoni yake tu ambayo hayakuwa na mashiko, na mimi nilifikiri ule ni kwa sababu utaratibu wa kuamua mkutano gani upige kura au wajumbe gani wapige kura ni maamuzi ya mkutano mkuu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi, na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ni rais wa nchi. Ndivyo ilivyokuwa huko nyuma, na ni mfumo ambao tumekuwa tukifanya kwa kubadilisha, kama leo tulivyobadilisha kwenda kwa wajumbe na wajumbe walioongezwa zaidi, tofauti na ilivyokuwa huko nyuma. Kwa hiyo huu sio utaratibu wa Ole Sendeka wala sio utaratibu wa Simanjiro. Huu ni utaratibu wa chama cha siasa kinachoitwa CCM. Bila shaka aliyokuwa anaongea hayo anahitaji tu darasa la kuelimishwa kwamba hakuna CCM ya Simanjiro na CCM ya Masasi na CCM ya Unguja au ya Pemba au ya Mwanza au ya Tabora au ya Dodoma. CCM ni chama cha nchi, chama cha umma, chama cha Watanzania wote, na kina structure kuanzia ngazi ya taifa kwenda chini. Na anayeamua nani apige kura ni mkutano mkuu, ni katiba ya CCM na kanuni zake, sio mtu. Na CCM Simanjiro, ngoja nikwambie, Simanjiro haina migogoro. Wabunge wote ambao wanaonekana mliletwa kipindi cha Dr. Samia cha Dr. John Pombe Magufuli, mmekuwa mnahamaki na kutetereka kwa sababu ya mbeleko inasemekana mlobebwa nayo mwanzo. Je, hili ndio linasababisha wabunge wengi kuanza sasa hivi kuwa kama Kambale na kuanza kuongea maneno ambayo jambo la kwanza nikwambie, wala hakuna, mimi sidhani kama niseme binafsi, mimi sikubebwa.
Mimi niligombea nikapata kura kama 370 hivi. Wa pili ana kura 40, wa tatu ana kura 16, 17, mwingine ana kura 5, 11, 2, 0, tulikuwa 20. Sasa sidhani kama ushindi huo ni ushindi wa kubebwa. Mimi sikubebwa. Moja lazima ujue kabisa mimi sijawahi kubebwa. Na ushindi wote niliwahi kushiriki kwenye kura za maoni sijawahi kubebwa. Lakini kama unadhani kuna watu ambao walipata uteuzi wa chama hawakushinda kura za maoni, bila shaka kulikuwa na vigezo ambavyo chama kilitumia. Na ngoja nikueleze, CCM iliyokuweko wakati wa Magufuli ndio CCM hii. Huu ni uchimvi tu watu wanatafuta, kwa sababu hivi wajumbe wa kamati kuu ya Magufuli, Dr. Samia mwenyewe alikuwa makamu wa rais, alikuwa mjumbe wa kamati kuu. Chama hiki wote hawa walikuwa ni sehemu ya serikali ya Dr. John Pombe Magufuli. Ni sehemu ya CCM ile. Ni watu tu wanataka kujifurahisha, lakini nataka niwaambieni misingi ya CCM aliyoiacha Nyerere ndio iliyoko katika awamu zote 6 za uongozi. Hakuna misingi mipya iliyokuja kuwekwa ambayo imeingizwa kwenye katiba ya chama. Katiba ni ile, kanuni ni zile, imani ni zile, malengo ni yale. Asante sana mheshimiwa. Tunashukuru sana mzee.